السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. रमज़ान का आखिरी अशरा भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है. इस अशरे में दो चीज़ों की तरफ मुसलमान ज़्यादा तवज्जो रखते हैं sana. Katika siku hizi za 10 Waislamu wanazingatia vitu viwili au wanaipatia umuhimu sana vitu hivi viwili. Katika vitu viwili hivi, kitu cha kwanza ni Lailatul Qadr na kitu cha pili ni Jumaa ya mwisho. Yani kitu cha kwanza ambacho ni Lailatul Qadr, kitu hiki ni muhimu sana na kina umuhimu. Dalili yake inapatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi kuhusu Lailatul Qadr imeelezwa, na katika Qur'ani tukufu pia imeelezwa kuhusu Lailatul Qadr. Lakini Jumatul Wida, yani Jumaa mwisho ya Ramadhan, ni siku ambayo Waislamu na maulamaa wameanza kusherekea wenyewe. Dalili yake haipatikani katika hadithi wala Qur'an. Kuhusu vitu hivi viwili nitazungumza katika hutuba ya leo, na leo tena nimetayarisha hutuba hii kwa kupitia hutuba za halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Kuhusu Lailatul Qadr, masahaba wameeleza riwaya mbalimbali. Wengine wamesema 21, wengine wamesema 23 mpaka 29, na wengine wameeleza katika riwaya yao kwamba tarehe 27 au tarehe 29 ya Ramadhani inakuwa siku ya Lailatul Qadr. Lakini kwa kawaida kuhusu hii riwaya hii ni maarufu kwamba Lailatul Qadr mnatakiwa muitafute katika siku 10 za mwisho wa Ramadhan. Al-muradi Lailatul Qadr ni usiku ambao una umuhimu wake na una uhakika wake, na huu pia ni uhakika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa tarehe maalum ya usiku huu. Katika usiku huu mwaminio mkweli anashuhudia kwamba maombi yake yamepokelewa, na kwa kawaida katika usiku huu maombi yanapokelewa. lakini
मुय्यन तारीख kutoka katika riwaya inajulikana kwamba kwa sababu ya kosa la waislamu wawili tarehe maalum इस साथ aliyoambiwa mtume saa salam alisahau tarehe ile. कोई मामूली चीज नहीं और आ हजरत Kujua kuhusu muda wa usiku wa lailatul qadr si kitu cha kawaida, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam तो मैं मोमिन alikuwa na hamu, alipata hamu moyoni mwake kwamba tarehe na elimu aliyopewa kuhusu usiku ya lailatul qadr awaambie na wafahamishe waislamu pia kuhusu usiku wa lailatul qadr. Katika hadithi inapatikana kwamba wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata elimu ya usiku ya lailatul qadr alitoka nyumbani kwake kwa furaha ili awabashirie watu pia kuhusu usiku huu na ili waweze kupata faida kutoka katika lailatul qadr. Lakini alipotoka nje kutoka nyumbani kwake akaona kwamba waislamu wawili wanapigana. तो इसकी तारीख mtume sallallahu alaihi wasallam akajishughulisha katika kuwapatanisha wale waislamu waliokuwa wanapigana. Kwa hiyo akasahau tarehe ya अशखास की सुलह usiku wa lailatul qadr. Inaonekana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu aliendelea kuwapatanisha wale waislamu द्वारा इस तरफ मुतवज्जे हुए au kurekebisha mambo yao, walitumia muda mrefu. Lakini alipokumbuka तारीख kwamba alitoka nje kwa बल्कि ajili ya kuwafahamisha waislamu kuhusu tarehe ya usiku, na wakati ule alikuwa ameshasahau tarehe ya usiku ile. Hata katika hadithi inapatikana kwamba alisahuliwa tarehe ya lailatul qadr. hadha Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameandika kwamba kutoka katika riwaya ya hadithi inaonekana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam hakusahau tu bali mtume sallallahu alayhi wasallam alisahuliwa na Mwenyezi Mungu tarehe ile ya lailatul qadr. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa sababu ya mvurugu ule wa waislamu tarehe अशरे में imesahuliwa. Kwa hiyo sasa sijui tarehe maalum ya usiku wa lailatul qadr ni nini, lakini muitafute usiku huu katika siku 10 za mwisho wa Ramadhan. मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु ने बयान फरमाया है कि वो घड़ी Hadhrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza इसे लैलतुल nukta maalum sana kuhusu hii kwamba कदर इत्तेहाद और इत्तेफाक से तल्लुक़ usiku ile ambao unaoitwa lailatul qadr, बस ये बड़ा अहम नुक्ता है usiku ule unahusiana na umoja wa mataifa. दो मुसलमान ना लड़ते तो ये तारीखें Nukta hii ni muhimu sana. तारीखें Wakati tunaposoma हम बात की तरफ hadithi tunasema ikiwa waislamu wasingepigana tungejua kuhusu tarehe ya usiku ule, lakini watu wachache wanafikiria kuhusu वो कौमी hii kwamba से ताल्लुक़ रखती है usiku ule unaoitwa और जिस lailatul qadr, ule usiku unahusika na umoja wa taifa, उससे लैलतुल कद्र भी उठा ली जाती है na taifa ambamo umoja haupatikani kutoka katika taifa lile lailatul qadr pia inachukuliwa. कि इनमें Nasikitika kusema kwamba ni bahati mbaya ya nchi nyingi za Waislamu kwamba umoja haupatikani kati yao. और हुकूमत रियाया पर जुल्म कर रही Raia inapigana na raia na raia inapigana na serikali pia, na serikali inadhulumu raia yake, है बल्कि kana kwamba हो रहा है si hii tu kwamba umoja haupatikani bali dhuluma inatendeka, बस na dhuluma inasisitizwa sana. नतीजा है कि गैरों को भी जरूरत है Basi kuna sababu ya upungufu wa umoja huu kwamba wasiokuwa Waislamu wamepata ujasiri कि इसराइल wa kufanya dhulma dhidi ya Waislamu, उस वक्त मासूम को na hii ndiyo ni sababu kwamba Israel pia अगर मुसलमानों में ina wadhulumu इत्तेफाक Waislamu na inaendelea kuwaua Waislamu wasiokuwa madhambi. करने वाले होते
waislamu wangekuwa na umoja कि na wangefuata njia ya mwenyezi mungu. Katika hali hii waislamu wana nguvu kiasi hiki सूलो दवा kwamba wasingedhulumiwa hivi kama wanadhulumiwa siku hizi. फलस्तीन hata vita pia inakuwa sheria अगर ये कहा dhidi ya israel. Wenyeji wa palestina hawana uwezo wowote, ikiwa inasemwa kwamba wana hamas pia wanadhulumu. इन दोनों Katika hali hii nchi za waislamu zinatakiwa zijaribu kuwazuia katika dhulma, डंडे से जुल्म कर रहा lakini hali ya dhulma ya hawa wote ni hivi: kama mtu mmoja anadhulumu kwa kutumia fimbo au bakora na mtu mwingine inadhulumu kwa kutumia banduk. है में सोग बनाया गया, nchi za सोग बनाकर उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, waislamu zinafikiria kwamba kwa kupanga siku ya huzuni kwa ajili ya किरदार अदा नहीं कर रही। palestina wametimiza haki yao kama turki ilifanya hivi karibuni. सख्ती से vile vile serikali ya ulaya pia haitimizi jukumu lao. सकते हैं कि अल्लाह wao walitakiwa kwamba wote wawili wangesimamishwa kwa kufanya dhulma. और अमन कायम ili muradhi sisi tunaweza kufanya dua tu kwamba mwenyezi mungu awasaidie waliodhulumiwa wasidhulumiwe na amani ipatikane. vile vile katika nchi za islamu wanaendelea kudhulumiana na ufisadi unaendelea kuenea. mwenyezi mungu awapatie akili ili wasifanye hivi. जो हाथ रंग रहे हैं उससे ही लोग बचें। wanaotamka shahada wanawaua wale waislamu wanaotamka shahada. mwenyezi mungu awajalie wasifanye hivi, ना umoja upatikane ndani yao, wapatane na waelewane. ना ये हसरत bila hii कि हमें ibada yao pia haikubaliwi wala haitimizi haki yake, हाथ wala hawawezi kupata usiku wa lailatul qadr, मिट जाए kwa sababu wakati umoja haupatikani ndani ya taifa तो लैलतुल कद्र भी उठा ली जाती है। na umoja unakosekana. रातें और जुल्मतें katika hali hii usiku wa lailatul qadr pia unachukuliwa. kitu kinachobaki ni giza tu na usiku tu na maendeleo yanasimama. इंसान की किस्मत का अंदाजा huzuri anasema lailatul qadr maana yake ni kwamba usiku ambamo yake bahati ya mwanadamu inaamuliwa तक बढ़ेगा na inaamuliwa kwamba करेगा, mwakani atatendewa namna gani, kiasi gani क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे, atapata maendeleo, इंसानी तरक्की kiasi gani atapata faida na atapata hasara ya aina gani. यानी जुल्मत नहीं होते। uamuzi wa maendeleo मिसाल जिस्मानी ya aina yote yanafanyika katika usiku ule. जगह कि कुरान hazur anasema kwa kuunganisha maendeleo ya kiroho na ya kimwili. muslimaud ametoa mfano wake hivi kwamba inapatikana katika qurani tukufu kwamba माँ के पेट maendeleo ya mwili pia yanafanyika katika giza. wakati mtoto anapokuwa katika tumboni mwa mama yake, kule pia anapata maendeleo ya aina mbalimbali, अगर इन दिनों में परवरिश na kule uamuzi wa maendeleo yake unafanyika. ikiwa katika hali ile halelewi vizuri, basi mtoto anakuwa dhaifu sana. के ज़ाहिरी माहौल का बच्चे hii imethibitika kwamba माँ की खुराक वगैरह का बच्चे पर असर होता mazingira ya mama yanaleta athari juu ya mtoto. vile vile chakula cha mama pia kinaleta athari juu ya mtoto ambaye anakuwa tumboni mwake. है। यहाँ तक ikiwa mazingira ya mama si mzuri, hulka za mtoto pia zitakuwa si mzuri. बड़ा काम नहीं कर सकते, hata बल्कि बाज़ दफ़ा wale kina mama ambao wanakuwa na hofu wao watoto wao hawezi kufanya kazi kubwa duniani. hata baadhi wakati kwa sababu ya hofu ya nje watoto wanakuwa dhaifu sana upande wa akili. और अच्छे माहौल का बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़ रहा हो। wakati wa ujauzito, ikiwa mama anakula chakula kizuri na anakuwa mazingira mazuri, mtoto pia anaathirika katika hali hii. hii ndiyo ni sababu yake kwamba katika islam, katika hali ya ujauzito क्योंकि इससे बच्चे की परवरिश में
mwanamke haruhusiwi kwamba afunge saumu. और यही वजह है Kwa sababu ya saumu yake maendeleo ya mtoto yanaathirika, नापसंद की है, na hii ndiyo ni sababu kwamba katika hali hii ya ujauzito इससे भी बच्चे की परवरिश, sheria haipendezi और यही वजह talaka, कि kwa sababu ya talaka huzuni anayopata mama, कराती है। kwa sababu ya hii mtoto pia anapata athari yake, na hii ndiyo ni sababu kwamba katika hali hii ya ujauzito hairuhusiwi kufungisha ndoa. Kwa sababu ya hii इस्लाम ने maendeleo ya mtoto yanaathirika. तलाक से बचने की दुआ सिखाई है, Kisha Islam imemfundisha mume na mwanamke जो आइंदा dua ya kusalimika katika mawazo ya shetani, ili wasipate mawazo करें, ambayo yanaweza kupatikana kizazi kijacho. साथ शैतान दौड़ रहा है, Dua hii wanatakiwa wote wawili wafanye, kwamba शैतान दौड़ रहा है। shetani inayopatikana ndani ya damu yetu, kama inapatikana katika hadithi kwamba shetani inatembea katika damu. Mungu utuokoe katika shetani hii, ili kizazi chetu kisalimike katika mashambulio ya shetani. Basi sheria katika siku zile kwa ajili जुल्मात ya अंधेरों में होता है, maendeleo ya mtoto amefundisha उस वक्त तक जारी रखा kuhusu uangalifu wakati mtoto anapokuwa gizani, na uangalifu unaendelea माँ के दूध mpaka mtoto anapokuwa gizani. की लंबाई है, वहां तक फैला हुआ है। Vile vile wakati mtoto anaponyonya, दुनिया की तरफ मुतवज्जो wakati ule pia बल्कि माँ की तरफ mama anatakiwa awe mwangalifu, इन दिनों भी माँ को kwa sababu katika रोते रखने की ममानियत siku zile mtoto anamwelekea mama yake, haelekei dunia. पूरा सुनना पड़े। Katika siku zile mama amekatazwa asifunge saumu जुल्मत में होती ili mtoto asiathirike au afya ya mtoto asiathirike. रात Basi kama maendeleo ya kimwili yanakuwa katika giza, vile vile maendeleo ya kiroho pia yanakuwa katika usiku. जितनी उस कौम Maendeleo ya kila taifa yanakuwa याद sawa na kujitolea kwake inayokuwa mwanzoni, की लैलतुल कद्र होती है। na kipimo cha umri wa maendeleo yake कद्र होती inakuwa lailatul qadri yake. है, उसकी लैलतुल कद्र होती है। इसलिए यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, Kipimo cha maendeleo yake खुदा का प्यारा kinakuwa lailatul qadr. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, बस हमें भी याद kadiri mtu anakuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu, anajaribiwa na Mwenyezi Mungu से गुजर रहे हैं। sawa na hali yake. Basi tunatakiwa tukumbuke sisi pia maeneo mbalimbali tunasumbuliwa. हकीकी लैलतुल Hii ni lailatul qadr. तलाश भी Kwa sababu ya majaribio haya, दुआओं की तरफ hamu ya kutafuta ताला की तरफ खास lailatul qadr pia inakuwa sawa na hali ile. Mtu anamwelekea Mwenyezi Mungu wakati anapokuwa katika shida. दौर को एक कामयाबी से गुजारती है। लेकिन अगर इसमें हम अपने इत्तेफाक व इत्तेहाद के मयारों Lakini पर करते गए ikiwa sisi कदर का सही फायदा नहीं उठा सकेंगे। katika hali hii tukiendelea kupoteza umoja wetu, hatuwezi kupata faida ya lailatul qadr kisawasawa. अल्लाह ताला की रजा समझते हुए करते चले जाएंगे तो कामयाबियों से Ikiwa sisi होते चले जाएंगे। tukiendelea kujitolea kwa nia ya kuwa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, tutaendelea kupata mafanikio na maendeleo, एक नई जिंदगी na kwa kupata mafanikio में उभरेंगे। tutapata maisha mpya na tutakuwa katika hali mpya. खुदा ताला की रजा के लिए कायम रखें Tukiendeleza तो तरक्की की नई umoja wetu kati yetu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii tutapata maendeleo mapya. हर एक को अपने सामने रखना चाहिए। Basi nukta hii ni muhimu sana, ambayo kila mmoja wetu anatakiwa azingatie na kumbuke तो तरक्की kwamba
wakati tutakapopita vizuri katika lailatul qadri hii, katika hali hii maamuzi ya maendeleo yatakuwa mazuri sana. Ni Mungu ambaye anaamua, ni Mungu ambaye anapokea maombi yetu, ni Mungu ambaye ataonyesha lailatul qadr, lakini tunalazimika kufuata yale mambo ambayo yanasababisha kupata lailatul qadr. Katika hali hii matla alfajr pia, yani asubuhi pia inakuwa mzuri sana na itaonekana katika hali ya mafanikio mazuri. Basi kwa kupata faida kutoka katika lailatul qadr tunatakiwa tukumbuke mambo haya, kwamba lailatul qadr ni jina la ule muda unaokubaliwa na Mwenyezi Mungu, na kitu kinachokubaliwa na Mwenyezi Mungu hakuna kitu kingine kinachukua manufaa zaidi ya kitu kile. Basi tunatakiwa tufanye juhudi inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa mfano katika vita ya Islam, katika Badr, makafiri pia waliuawa na Waislamu pia waliuawa, lakini kuuawa kwa makafiri ilikuwa si lailatul qadr na kujitolea kwao ilikuwa si lailatul qadr, lakini kuuawa kwa Waislamu ilikuwa lailatul qadr, kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema kwamba kujitolea kwao kimekubaliwa. Inatakiwa ikumbukwe asli hii kwamba usumbufu ambao haupewi thamani kutoka kwa Mwenyezi Mungu ule hauwezi kuwa lailatul qadr, bali ile ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini usumbufu na shida kwayo Mwenyezi Mungu ameweka zawadi na ameweka thamani yake, ile ni lailatul qadr. Yani shida, usumbufu ambao mtu anapata na Mwenyezi Mungu amesema atapata ujira wake, ile ni lailatul qadr. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwanadamu ameweka wakati fulani ambamo akijitolea, akifanya juhudi, basi ile juhudi yake inakubaliwa na kujitolea kwake inakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Bila shaka jumuiya Ahmadiyya inashuhudia hali yake mara kwa mara. Katika nchi kadhaa Ahmadiyya wanasumbuliwa, wanadhulumiwa katika nchi hizi kwa sababu ya usumbufu huu, au usumbufu wao huu unawabashiria bishara ya asubuhi kule. Kwa sababu ya lailatul qadr hii, katika nchi mbalimbali za dunia na miji mbalimbali ya dunia, watoto wa Kiahmadia wanaendelea kuzaliwa, jumuiya mpya inaendelea kupatikana. Basi kwa ajili ya kupata baraka zaidi kutoka katika hii na kwa ajili ya kukusanya baraka zaidi ya lailatul qadr, kila mmoja wetu anatakiwa aahidi kwamba umoja wetu na upendo wetu utakuwa zaidi kuliko zamani. Na ikiwa kasoro inapatikana katika umoja wetu, sisi mara moja tutafuta ile kasoro, tutaondoa ile kasoro, na sisi kwa kuwa mfano wa rohamao bainahum tutapata baraka ya lailatul qadr kikweli kweli. Basi katika Ramadhan hii tunatakiwa tujitahidi sana kwamba tuondoe mfarakano wa kila aina, ili kila mmoja wetu aweze kupata baraka kutoka lailatul qadr, na matunda na ufaulu, maendeleo na zawadi inayopatikana kwa sababu ya kuwa jumuiya, zawadi ile pia tuweze kupata. Tunatakiwa tukumbuke hii pia kwamba kadiri fadhila za Mwenyezi Mungu inaendelea kushuka juu yetu, maadui pia wanaendelea kuweka vizuizi katika njia yetu, na atafanya hivi
कि सिर्फ चंद atajaribu kutupatia हसद की आग majaribio na anafanya hivi रोकने के लिए na haitakiwi ifikiriwe kwamba hii itakuwa katika nchi kadhaa, और हर जगह bali moto wa husuda kwa ajili ya kuzuia maendeleo unafanya juhudi yake yote, na कदर के आने की खुशखबरी hali hii itapatikana kila mahali. रात से बचने Lakini और जमाती bishara ya Lailatul Qadr का भी पता दे रही है। inatusalimisha katika athari yake mbaya, हम na vile vile inatuambia kwamba maombi ya jumuiya yatapokelewa डालने की कोशिश करते चले जाएंगे। madamu लैलतुल कदर से भी tukiendelea kuishi sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, tutaendelea kupata baraka kutoka kwa Lailatul Qadr. उस आला महराज पर देख Zuru anasema waaminio hamu yao inakuwa hii kwamba waone maendeleo ya jumuiya katika hali ya juu ambayo ahadi zake zimetolewa na Mwenyezi Mungu, na sisi kwa kujinasibisha kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam tunatakiwa tuwe sehemu जो मसीह मौला ya maendeleo kwa kupitia ile njia iliyoambiwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na ile njia inapatikana katika mambo haya mawili aliyoeleza के बंदे को खुदा से kuhusu lengo la kuja kwake. Yani ya kwanza ni kwamba mwanadamu waunganishwe na Mwenyezi Mungu, na ya pili ni kwamba हैं mwanadamu waanze kutimiza haki za mwenzake mwanadamu. और अपने Hizi ni kazi mbili tulizozipewa, एक दूसरे के हक yani tuboreshe hali ya ibada zetu kwa kufuta हो ही नहीं सकता mfarakano wetu, अदा हो रहे हों। tujitahidi kutimiza haki za wenzetu. बस Hii haiwezi kutokea kwamba haki zinatimizwa na mfarakano pia unabaki. पाने वाले भी हों। Tukiendelea kufuata लैलतुल कदर की njia hii tutaweza kuelewa uhakika wa Lailatul Qadr, na vile vile tutapata Lailatul Qadr pia. कि लैलतुल कदर इंसान के लिए Sinam alayhi salatu wassalam ameeleza kuhusu Lailatul Qadr hivi kwamba Lailatul Qadr kwa ajili ya mwanadamu ni wakati wa kujisafisha kwake. Basi kwa ajili ya kusafisha maisha yetu हम अपने जिंदगी tunatakiwa tutafute Lailatul Qadr, na ile itakuwa Lailatul Qadr ya kweli kweli wakati tutakaposafisha vitendo vyetu na maisha yetu. अजीब अजीब Jambo la pili niliyosema nitazungumza nalo ni Jumatul Wida. Kuhusu hii pia watu wana mawazo ya aina mbalimbali. Ni ehsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba ametujalia tumepokea imamu wa zama hizi, और इन na kwa sababu ya hii ametutakasa katika mawazo mabaya, कोई फायदा नहीं। बहुत से गैर अहमदियों को na kila mwanajumuiya anatakiwa फिर रमजान atakaswe katika mawazo haya. Pengine hakuna faida ya kuwa mwanajumuiya. Wasiokuwa wanajumuiya wana नमाजें भी wazo hili kwamba जो नमाजें हैं उनकी भी tukishiriki katika juma mwisho ya Ramadhan katika hali hii sala ambazo hatukuweza kusali, basi sala zile zote zitasamehewa. गोया गुज़श्ता Yani leo kwa kusikiliza hutuba moja na kwa kusali raka mbili ya swala, पाक हो जाएंगे। madhambi yote ya dhamani yatasamehewa. इस अरसे में अल्लाह ताला Na kwa kusali Ijumaa hii moja ya mwisho ya Ramadhan, रमजान का fadhila zote za Mwenyezi Mungu zilizoshuka juu yake kwa kusali Ijumaa hii moja tu, इन लोगों के ख्याल में yeye ataweza kushukuru fadhila zote za Mwenyezi Mungu. उनके इन चार Katika maoni ya hawa watu, umoja wa Mwenyezi Mungu na uzubillah एहसान किया उन्होंने खुदा ताला पर unategemea juu ya sijda yao nne. उलूहियत को नाउज़ुबिल्लाह कायम कर दिया। Kama wamefanya ihsani kubwa sana juu ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kufanya sajda nne wameimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. रमजान को फायदा Wale wanaosali Ijumaa kwa nia hii, लैलतुल कदर का Ijumaa ya mwisho haimfaidi wala Ramadhan pia याद रखना चाहिए। haimwafaidi, खुदा ताला के अहकाम wala Lailatul Qadr pia haiwezi kuwapatia faida. Huzur anasema kwamba inatakiwa ikumbuke kwamba amri za Mwenyezi Mungu zinakuwa kama ni ihsani नहीं kwa kufuata
amri hizi sisi tunafaidika. लिए हीले बहाने तलाश किए जाएं. हीले बहाने तो उन चीजों के लिए amri hizi si gharama kwamba kwa ajili yake tutafute udhuru mbalimbali. Udhuru unatafutwa kwa ajili ya vile vitu vinavyokuwa katika sura ya adhabu. कौन है Mtu mwenye akili hawezi kutafuta udhuru kwa ajili ya kufanya kitu ambacho kinakuwa faida kwa ajili yake. इल्म से महरूम रहें. Nani anaweza kufikiria kwamba asiwe na watoto na asipone yeye na watoto wake wasipate elimu, औलाद इज्जत पाने वाली ना हो. ये तो कोई jamaa zake na marafiki zake wasipate utulivu na kizazi chake kisipate heshima? Hakuna anayetaka iwe hivi, या बहाने इंसान करता है मुश्किलात से बचने के लिए. lakini wanatafuta udhuru dhidi yake. बस खुदा ताला Mwanadamu anafanya hila au udhuru kwa ajili ya kusalimika katika shida. होगा कि उस Basi kwa ajili ya kutokufuata amri za Mwenyezi Mungu tunafanya hila au udhuru. नाउजुबिल्लाह Maana yake itakuwa hii kwamba और उसके tunaona kwamba amri zake ni kama adhabu, nauzubillah, ilhali amri za Mwenyezi Mungu आयात हमारी भलाई और हमें सुख पहुंचाने के लिए. na kile kitu kinachotoka kutoka kwake na mwongozo unatoka kutoka kwake ni kwa ajili ya hairi yetu na kwa ajili ya kutupatia faida. Basi उसके अहकामात inatakiwa तवज्जो दें. ये अहकामात चाहे उसकी इबादतों के बारे में है, tuzingatie amri zake. अहकामात हैं. सब Amri hizi ziwe kuhusu ibada zake au ziwe amri zingine. चट्टी से Amri hizi zote ni kwa ajili ya faida yetu. फैज से अपने आप को Basi kuwa na maoni haya kwamba amri ya Mwenyezi Mungu ni gharama ni sawasawa na kutunyimwa katika heri na baraka. Tunatakiwa tukumbuke kwamba उसने हमारे लिए ni Mwenyezi Mungu ambaye alitupatia uhai na alitutuma katika dunia hii, na yule ambaye ametutuma katika dunia hii, yeye kwa ajili yetu ameweka lengo la maisha yetu, na lengo hili ni wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, yani mimi nimeumba jini na mwanadamu मेरी इबादत कर. kwa ajili ya kuniabudu mimi. बस जब पैदाइश का मकसद ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, Basi wakati lengo la kuumba kwetu ni hili, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, जुमे से वाबस्ता नहीं katika बल्कि hali hii haitakiwi lengo hili liwe siku fulani au siku जो इंसान ijumaa fulani, bali kila swala ni lazima, na vile vile kila ijumaa ni lazima. बस एक Pamoja na haya ni nafali ambayo mtu anasoma sawa na uwezo wake kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. हिस्सा Mwaminio mkweli anatakiwa और ख़ास तौर पर amri zote za Mwenyezi Mungu जिंदगी का बुनियादी मसला zifuate kwa nguvu yake yote, और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. hasusan ibada ya Mwenyezi Mungu ambayo ni lengo la maisha yake. Anatakiwa azingatie zaidi amri hii, kisha ibada hii inatupatia रूहियत तो faida. हमारी इबादत के बगैर भी कायम है और कायम रहेगी. Umoja wa Mwenyezi Mungu अगर इबादत unabaki hata kama hatufanyi ibada, तो उसके lakini एहसानात के साथ ikiwa sisi tunakuwa wenye के वारिस भी हम बनेंगे. kumwabudu Mwenyezi Mungu katika hali hii pamoja na ehsani हमेशा ये za Mwenyezi Mungu, tutakuwa warithi wa neema zake na tutapata baraka kutoka kwake. वाले उस वक्त के Inatakiwa izingatiwe jambo hili के अहकामात daima, अमल करने वाले होंगे. kwamba tunaweza kuitwa wenye imani halisi wakati tutakapofuata amri zote za Mwenyezi Mungu. ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं जैसे एक दोस्त के. और इस मामले में Mwaminio mkweli uhusiano wake anakuwa na Mwenyezi Mungu kama ni rafiki, दो तरफा होता है na kuhusu hii inatakiwa ikumbukwe. और खुलूस और वफा से मानी जाती है. Urafiki unakuwa kwa upande zote मनवाता रहे और दूसरा na wote wanakubaliana. बस इससे Hii haiwezi kutokea kwamba rafiki moja aendelee kukubali na mwingine asikubali. दुआ का मसला है.
kutoka katika hali hii sisi tunapata mwelekeo करेंगे kuhusu kupokelewa kwa maombi yetu yani मैं सुनेगा. ikiwa sisi tunafuata amri za mwenyezi mungu kwa imani halisi katika hali hii yeye pia atapokea maombi yetu इसमें कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त का ya pili ikiwa urafiki ni mzuri ni halisi दारों की जो दोस्ती है katika hali hii hakuna rafiki anayetaka mbaya wa rafiki yake तो खुदा ताला katika urafiki wa dunia ikiwa rafiki moja hataki mbaya wa rafiki yake mwenyezi mungu खालिस ईमान ambaye anatimiza ahadi zake yeye hawezi kutaka mbaya kwa ajili ya rafiki yake और basi katika imani kwa sababu ya imani halisi kutoka kwa mwenyezi mungu rehema दुनिया में na baraka inapatikana अगर हम ये देखते हैं कि मेरा दोस्त ikiwa katika urafiki wa dunia tunaona और अगर कोई ऐसा मामला kwamba rafiki yangu ni mtiifu wangu na sisi tunayakini kwamba yeye तो इसमें कोई ni भी इंसान rafiki mzuri na ikiwa katika hali hii anafanya jambo ambalo linaonekana ni lenye hasara kwa ajili yetu lakini rafiki anaona kwamba huyu ni rafiki yangu mzuri के फायदे की hawezi kunipatia madhara lazima matokeo yake yatakuwa madhuri इतना ख्याल किया जा सकता है yeye hana nia mbaya wala hana nia ya kunidhuru bali ana nia nzuri लेकिन basi katika hali kuhusu mwenyezi mungu tunawezaje kufikiria kwamba anaweza kutudhuru तो यकीनन यही समझा lakini wakati कि उनको amri zake hazifuatwi आजाब समझा जा रहा है bila shaka और अगर ये सूरत है itaeleweka तो फिर या kwamba amri zake zinafikiriwa kama ni adhabu अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह ikiwa hali hii inapatikana katika hali hii रहमत व शफकत की सिफात labda urafiki wetu si mzuri au nauzubillah mwenyezi mungu hana sifa ya rehema na msamaha और na ni mdhalimu गिरफ्त में ले लेता है na bila kuwa na sababu yoyote anakamata na anaadhibu झूठ है hili jambo la pili हाल haliwezi kuwa sawa hili हाँ ni हमारी दोस्ती uongo mwenyezi mungu ni msamehevu na mrehemevu कमजोरी है ndiyo labda kuna kasoro katika urafiki yetu हम उसकी रहमत व शफकत का ikiwa kuna आपको kosa ni ndani yetu बस उसकी रहमत व शफकत का sisi hatufanyi wenye kupata rehema yake kwa ajili ya को wenye kupata rehema yake tunatakiwa tuzingatie hali yetu ikoje ताला के अहकामात पर अमल करने की जरूरत है kuna haja ya kuboresha imani yetu को रहमत kuna haja ya kufuata amri za mwenyezi mungu अगर अल्लाह ताला के अहकामात को na kuna haja ya kuwa na imani hii kwamba amri za mwenyezi mungu ni rehema विदा नहीं किया जाता ikiwa tuna imani hii kwamba amri za mwenyezi mungu ni rehema na fadhila hatuwezi kuacha zile amri bali kwa kufuata zile amri za mwenyezi mungu tunaboresha imani yetu बाद सरकारी हुक्म तो ऐसे होते na हैं amri hizi zinawekwa या mioyoni mwetu हुकूमत तीसरी दुनिया के मुल्कों huzuru anasema baadhi wakati duniani mtu anaona kwamba amri ya serikali ni gharama juu yake में उनसे बढ़ के भी au katika nchi za maskini उनका किसी जगह पे wenye लोगों के लिए तकलीफ serikali ni wale ambao wanatoa amri होते हैं zaidi ya uwezo wa watu na kuja kwao inakuwa yenye shida na wale viongozi wakienda kutembelea kule watu wa kule wanakuwa katika shida na taabu असर ना ही आए उससे जान छूटे किसी तरह na wao wanasema kwamba लेकिन अल्लाह ताला के ni afadhali huyu bana asitutembelee जालिम हक lakini amri za mwenyezi mungu बल्कि रहमत होते हैं si kama ni amri za kiongozi mdhalimu bali amri zake zinakuwa rehema ताला na kutokufuata amri zake zinakuwa maangamio और बेशुमार kila amri छोड़कर जाता है ya mwenyezi mungu inaleta rehema अब नमाज है
na inaacha rehema chungu mzima nyuma yake. Sasa angalieni, ni swala, wakati wa swala si kwa sababu ya hii au kwa ajili ya hii kwamba sisi tufanye haraka kwa ajili ya kusali, na kwa kusali haraka tuondoe gharama hii. vile vile ni ramadhan haiji kwamba tuipite hivi katika ramadhan. vile vile ni ibada zingine, ibada hizi si kwa sababu ya hii kwamba kwa vyovyote tutimize kwa sababu ya watu, bali maaminio anafanya juhudi kwamba awebaki na neema hizi za Mwenyezi Mungu na amri hizi za Mwenyezi Mungu. Ikiwa maaminio akiswali swala mara moja kwa nia halisi, swala ile haiwezi kutoka moyoni mwake. Swala ile inakuwa na ladha ya aina yake, na ile ladha inamwelekeza kwenye sala. Wakati anapomaliza swala anasema salam, na hasemi salam kwa sababu hii kwamba assalamu alaikum sisi tunaondoka, bali anasema assalamu alaikum kwa sababu anaona kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. vile vile Ramadhan pia haiwezi kutoka katika moyo wa mwaminio. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba katika nchi yetu sisi katika lugha ya Kiurdu tunasema kwamba nimefunga saumu. Maneno haya ni mazuri, maana yake ni kwamba saumu iliyopita hatusindikizi, bali sisi tunasema nimefunga, yani nimehifadhi saumu yangu. Na saumu ile inamfanya mwanadamu mwenye kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Katika hadithi inapatikana kwamba ikiwa mwaminio anakosea, katika hali hii vitendo vyake vizuri vinakuwa ngao kwa ajili yake na anasalimika katika maangamio. Basi kuhusu kila mema inatakiwa ifikiriwe kwamba ule mema usiondoke bali ubaki, kwa sababu kitu kinachobaki mtu anaweza kupata kutoka katika kile kitu. Katika Qur'an tukufu pia Mwenyezi Mungu amesema walbaqiyatu salihat, mema ni ule unaobaki. Basi katika Ramadhan tuliopita kwa kufanya vitendo vizuri, ile Ramadhan itabaki. Siku hizi za Ramadhan zitapita, lakini maadamu vitendo vizuri kwa sababu ya Ramadhan tulivyoanza kuvifanya na vile vitendo visimsindikiza Ramadhan, kila mwaminio anatakiwa akifanye kila kitu kizuri kiwe kibaki kwake, kisiondoke. Siku ziende lakini Ramadhan isiondoke. Ramadhan pia ni ibada, na ibada haiendi, haisindikizwi, bali inabaki katika moyo wa mwaminio. Sisi pia sawa na mwaminio mzuri tunatakiwa tuweke Ramadhan katika mioyo yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu anapofanya kitendo kizuri, basi alama nyeupe inawekwa juu ya moyo wake. Kisha anapofanya tena kitendo kizuri, alama ingine nyeupe inawekwa juu ya moyo wake. Hata anaendelea kufanya vitendo vizuri, moyo wake wote unakuwa mweupe. Vile vile mtu anapofanya vitendo vibaya, basi alama nyeusi inawekwa juu ya moyo wake, na anapoendelea kufanya vitendo vibaya, basi moyo wake wote unakuwa meusi. Basi vitendo vizuri na vibaya vinaacha athari juu ya moyo wa mwanadamu. Tunatakiwa tufanye juhudi kwamba vitendo vizuri vibaki moyoni mwetu. Basi mema tuliyofanya katika Ramadhani hii, mema ule ubaki moyoni mwetu. Mwenyezi Mungu kwa kupitia Ramadhan vitu vinayotaka vipatikane ndani yetu ni
kujaza mioyo yetu katika mema. नहीं लाया न लाता है. Ramadhan kwa ajili yetu si siku ya 29 au 30. बल्कि ये महीना हमारे लिए Usiku huu na mchana huu unakuja katika miezi mingine pia, bali mwezi huu जिनके बजा लाने की तरफ हमें तवज्जो दिलाता ni mwezi wa ibada na umetuletea vitendo vizuri, na mwezi huu unatukumbusha kuhusu vitendo hivi. है. दिल Tunatakiwa tuviweke vitendo hivi mioyoni mwetu. जब तक Kitu kinachowekwa, kinachohifadhiwa mioyoni, hakuna anayeweza kunyang'anya vile vitu mpaka mtu mwenyewe anaviondoa vile vitu. हमेशा याद रखें Basi ni jukumu la mwaminio kwamba aheshimu neema hii ya Mwenyezi Mungu, na kumbukeni kwamba Ijumaa hii haikuja kwamba kwa kusali बल्कि इसलिए आया है Ijumaa hii tusindikize Ramadhan au tuage Ramadhan, अगर हम चाहें bali Ijumaa hii imekuja फायदा उठाकर ili ikiwa sisi इसे अपने दिल में कायम कर रहे हैं. tukitaka kwa kupata faida kutoka katika Ijumaa hii, वसल्लम ने tuiweke mioyoni mwetu Ijumaa hii. ईद करार दिया है. Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema siku ya Ijumaa ni siku ya Idi kwa ajili ya Waislamu, दुआएं na sawa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika siku hii kuna wakati हमें फायदा उठाना चाहिए. ambamo maombi yanapokelewa. हम इसलिए मस्जिद में नहीं आए. Tunatakiwa tupate katika muda ule. ये गैरंटी की सोच नहीं है. Siku hii ya leo hatukuja misikitini wala hatutakiwi tuje misikitini kwa nia hii शुक्र है वो kwamba tumwambie Mwenyezi Mungu बल्कि kwamba msiba uliotuletea katika sura ya Ramadhan tunashukuru kwamba leo tunasindikiza, bali sisi tumekuja misikitini दिन में kwa ajili ya hii kwamba tufanye maombi katika siku hii ya leo kwamba हकीकत Ramadhan itakwisha baada ya siku 3-4, lakini Mola wetu हमारे दिल के अंदर uhifadhi mioyoni mwetu और वो हम ibada tuliyofanya katika Ramadhan na vitendo vingine tulivyovifanya katika Ramadhan hii, जुमे की तारीफ करें na vitendo hivi visiondoke mioyoni mwetu. या फैज उठाएं अगर जुमे का, तो आज के जुमे का हमने बड़ा बाबरकत. Kulingana na hii, लेकिन इस जुमे के साथ tukipata baraka kutoka katika Ijumaa hii, basi tumetumia रमजान हम vizuri siku hii ya Ijumaa. इसमें lakini की भी हम भूल जाएं. ikiwa pamoja na Ijumaa hii baada ya siku 3-4 Ramadhan ikiondoka na mema tulianza kufanya katika siku hii tuusahau ule mema pia, basi itakuwa bahati mbaya kwa ajili yetu. खुश नहीं होते. Duniani mtoto kwa baba na mama kwa mtoto na ndugu kwa ndugu wanapogana hawafurahi, खुशी हमें हमेशा bali hata marafiki pia hawafurahi na jamaa pia hawafurahi. जुदा होने पर एक हकीकी मोमिन Tunafurahi wakati tunapoaga mdui, tunapomsindikiza mdui, कोई खुश नहीं हो सकता. na maaminio hawezi kufurahi kwa sababu ya kumsindikiza Ramadhan, शख्स जो बरकत na hakuna anayeweza kufurahi kwa sababu ya kuogana kwa baraka. खुश हो, Ni nani ambaye anaweza kufurahi kwa sababu ya kuogana kwa baraka? Anayefurahi kwa sababu ya kuagana kwa baraka, basi yeye ni mwenye bahati mbaya. दिन को हमेशा के लिए Basi leo kila mmoja wetu anatakiwa afanye dua hii और हमारी कोई kwamba रमजान से जुदा Mwenyezi Mungu aiweke siku hii ya leo mioyoni mwetu, और करते रहना चाहिए. na muda wowote wetu usiachane na Ramadhan, के बारे में usiagane na Ramadhan. अल्लाह ने हमें बताया है, Na tunatakiwa tuendelee kufikiria kwamba Ramadhan ni nini, जैसा कि मैंने शुरू पहले खुतबे में रमजान का जिक्र किया था. kuhusu uhakika wake aliyotuambia Mwenyezi Mungu. Kama niliyosema mwanzoni, ni shahru Ramadhan allazi unzila fihi alquran, कुरान का नजूल हुआ. siku zenye baraka ambamo जब कुरान का नजूल Quran ilishuka, तो फिर siku zile zinaitwa Ramadhan. तो फिर मनहूस दिन हो जाते हैं. Na wakati kushuka kwa Ramadhan inaposimama, basi siku zile haziwezi kuwa zenye baraka. इनके पढ़ने Basi ni jukumu la waaminio kwamba walioanza जिंदगियों का हिस्सा kujifunza na kusoma Qurani tukufu katika siku hizi सारा waendelee kufanya hivi mwaka mzima,
mwaka mzima wajitahidi kusoma Qur'ani tukufu, wajitahidi kufuata Qur'ani tukufu. Lengo la kushukwa kwa Qur'ani tukufu litatimia wakati sisi tutakapofuata Qur'ani tukufu katika maisha yetu. Kwa kuteremsha mioyo yetu tutahifadhi mioyoni mwetu, ili katika kila hatua ya maisha yetu tuendelee kupata baraka kutoka kwake. Mwenyezi Mungu ajalie mambo mawili niliyoeleza leo, tuendelee kuzingatia mambo haya mawili tuweze kujua uhakika wake. Lailatul Qadr yetu itufikishe katika mafanikio ya hali ya juu, tupate uhakika wake ni nini. Na Jumatul Wida, yani juma mwisho ya Ramadhan, hatuwezi kuita hii ni Jumatul Wida, bali tunaweza kusema ni juma mwisho ya Ramadhan. Juma hii isitufanye kwamba tusindikize baraka za Ramadhan, bali baraka za Ramadhan ziwe sehemu ya maisha yetu. Na tuweze kutimiza lengo la kushuka kwa Qur'an katika maisha yetu. Huzur anasema, nimeshawahi kueleza kuhusu hali ya Waislamu wa Palestina. Muwakumbuke wale watu katika maombi yenu. Mwenyezi Mungu awaondoe katika shida hii na hali hii. Huzur anasema, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu moja ambayo ni ya bwana Naimullah Khan Saheb wa Kyrgyzstan. Tarehe 21 wa Julai 2014 alifariki kwa mshtuko wa moyo katika umri wa 61. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye katika Kyrgyzstan alipata bahati ya kuimarisha jumuiya na alipata bahati ya kuitumikia jumuiya kwa kuwa naibu wa rais wa kule. Wakati halifa wa nne alipowahimiza Wahamadia waende kule, huyu bana alienda kule kwa ajili ya biashara yake. Kule alifanya kazi ya jumuiya sana, alikuwa akishiriki katika kazi ya jumuiya na alikuwa akitanguliza kazi ya jumuiya juu ya kazi yake kule. Hata kama hali ilikuwa si nzuri, mpaka mwisho wa maisha yake aliendelea kutimiza majukumu yake. Alikuwa msaliaji wa sala na tahajjud, alikuwa akitoa sadaka na alikuwa akitoa michango, na alikuwa akishiriki katika mipango yote ya jumuiya. Alikuwa akipenda uhalifa sana na alikuwa mtiifu wa halifa. Wabashiri waliendelea kwenda kule. Wale wabashiri walikuwa na shida, aliwaangalia sana wabashiri, aliwaangalia wageni walioenda kutoka makao makuu. Wabashiri wote waliofanya kazi kule, wanaoendelea kuitumikia jumuiya katika maeneo yale, wote wanasema kwamba bana huyo alikuwa na ghara sana ya jumuiya na alikuwa akizingatia sana kazi ya jumuiya. Katika ununuzi wa mission house ya Kyrgyzstan alifanya kazi kubwa sana. Marehemu alikuwa Musi, alikuwa na wake wawili, moja ni Pakistan, moja ni Russia. Ana mabinti wawili na watoto wa kiume 4, na watoto wa kiume wawili kutoka katika mke wa Russian. Mke wake wa Russian pia ameandika barua na yeye pia amesifu sana huyu bwana marehemu. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Mwenyezi Mungu awalinde watoto wake na wake zake pia, na awajalie waendelee kuunganisha na jumuiya na khilafa, na mema aliyofanya waweze kuendeleza mema ule. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر